Mtazamaji, leo tumekuja na dalili za mimba ya mapacha. Utajigundua vipi wakati wa ujauzito wako kuwa una mimba ya mapacha? Dr. Lucas hapa, utakuwa sambamba nami toka hapa tunapoanza mpaka tutakapotamatisha. Lakini kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi tunapokuwa tunazi-upload. Karibuni. Dalili ya kwanza ni tumbo kuonekana kubwa mapema sana. Mwanamke mwenye mimba ya mapacha anaweza kuanza kuonyesha tumbo kubwa kuliko kawaida katika wiki za mwanzo za ujauzito wake. Daktari anaweza kugundua kuwa ukubwa wa uterus hauendani na umri wa mimba. Namba 2, kiwango kikubwa cha homoni ya HCG katika mimba ya mapacha. Kiwango cha homoni ya human chorionic gonadotropin HCG huwa juu sana. Hii homoni hutolewa na placenta na mara nyingi huonekana kwenye vipimo vya damu ama mkojo. Kiwango hiki kikubwa kinaweza kuashiria uwepo wa zaidi ya mtoto mmoja. Namba 3, kichefuchefu na kutapika kupita kiasi. Morning sickness inaweza kuwa kali sana kwa wanawake wenye mimba ya mapacha. Viwango vya juu vya homoni vinaweza kusababisha kichefuchefu, na kwa mapacha hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko katika mimba ya mtoto mmoja. Namba 4, hii ni pamoja na uchovu wa kupita kiasi, kwani mwili wa mama unafanya kazi mara mbili zaidi kwa lisha watoto wawili, jambo linalosababisha uchovu mkubwa sana hata mapema katika ujauzito. Namba 5, moja ya dalili ni pamoja na kusikia mapigo mawili ya moyo kwa kutumia kifaa cha Doppler. Daktari anaweza kusikia mapigo mawili tofauti ya moyo, kila mmoja ikiwa na mapigo yake ya moyo tofauti. Twende katika dalili nyingine, namba 6. Hii ni pamoja na kuongezeka kwa uzito kwa haraka sana, kwani mwanamke mwenye mimba ya mapacha huongeza uzito kwa haraka kuliko kawaida, hasa katika trimester ya kwanza na ya pili kwa sababu ya watoto wawili na viwango vikubwa vya maji ya uzazi. Mabadiliko makubwa ya hisia ama mood swings. Hii ni moja ya dalili. Namba 7, mabadiliko makubwa ya homoni kwa wanawake wenye mapacha inaweza kusababisha hisia kubadilika kwa haraka zaidi. Furaha, huzuni, hasira ama wasiwasi, haya ndo maisha yao kwa nyakati hizo. Namba 8, maumivu makali ya mgongo na kiuno, kwani uzito wa watoto wawili huweka shinikizo kubwa kwenye mgongo wa chini na nyonga za mama, na hivyo kusababisha maumivu ya mgongo mapema na kwa nguvu zaidi kuliko kawaida. Namba 9, kuongezeka kwa hamu ya kula. Mwili unahitaji virutubisho zaidi ili kuwalisha watoto wawili. Hii husababisha mama kuwa na hamu ya kula chakula kingi zaidi, mara nyingi akihisi njaa kila mara. Kabla hatujaingia katika pointi ya mwisho, namba 10 ya ni zipi dalili za watoto mapacha nyakati za ujauzito wa mama, naomba kuweza kukumbusha, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi tunapokuwa tunazi-upload. Twende moja kwa moja tukaitazame hiyo namba 10 ni pointi ipi. Namba 10 ni pamoja na kuhisi harakati za fetus mapema. Katika mimba ya mapacha, mama anaweza kuhisi harakati za watoto, aidha wakiwa wanarusha mateke ama mizunguko mapema kuliko kawaida, kwa sababu kuna fetus mbili zinazotembea na kusukuma mara nyingi zaidi. Kwa matatizo ya vidonda vya tumbo, afya ya akili, nguvu za kiume kwa upande wa wanaume, safari ya afya iko mbele yako, kwani
Kwenye matatizo ya vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, tunazo dawa ambazo ni dawa muhimu sana ambazo zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana, na uzuri ni kwamba gharama za dawa hizi ni nafuu sana. Na kitu kingine cha ziada kwamba dawa hizi tunazisafirisha popote pale mikoani. Kikubwa tu ni wewe kunitafuta katika namba zangu ambazo zinapita kwenye screen yako, ili tuweze kukaa meza moja kuzungumza na kuweza kutatua tatizo lako. Pia kwenye swala zima la afya ya akili, nitafute kwa ajili ya kuweza kukaa na kushauriana, kupewa ushauri juu ya matatizo ambayo yanakusumbua kwa nyakati hizo. Kwa haya yote, naomba msiache kushare hizi video ambazo tunakuwa tunaziposti, kusubscribe, kulike kwa ajili ya watu wengine pia, ili waweze kujifunza mambo mengi kuhusu swala zima la afya, kwani swala zima la afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote. Hivyo niendelee pia kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizi-upload. Ulikuwa na mimi Dr. Lucas hapa, sina kingine cha ziada, niseme asanteni.